Matumaini yangu makubwa ni kwamba upo mzima wa afya popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 na upo tayari kabisa kuambatana nasi katika habari zetu za leo. Karibu katika habari zetu msikilizaji, nikikuomba ikiwa ndo kwanza unakuja kujiunga nasi usikose kusubscribe, kushare, kucomment na kulike ili uendelee kutupa nguvu na kutupongeza kwa kile ambacho tunachokifanya kila leo. Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Kwetu News 24. Tunakuletea matukio mbalimbali ikiwemo yale ya kisiasa pamoja na vurugu za kivita zinazojiri kote nchini DRC, hususan mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na ukiwa utatumia mwingine habari hizi utakuwa umefanya hatua yenye ustaarabu ndani yake. Habari zetu za leo tutaanzia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako vita vinaendelea kushamiri, huku maneno yakiwa mengi kutoka kona mbalimbali za dunia kuhusu kutoka. Bwana mtangazaji, hali ya vita kwa leo Mbo Plateau ya territory ya Fizi, Uvira, Mwenga tunaendelea kuimarika kabisa bila shida yoyote, na tuambie raia wote wa Kongo ya kwamba hii nchi ni Kongo na hii nchi ni nchi yetu, tutaipigania hadi kizazi kwa kizazi, na hatuna woga wa nyakati na hatuwezi babaika na hatutishwi na adui yoyote ambaye na waajiri wake wote. Nikwambia ya kwamba adui alitante kuja kuatake mapozisio zetu Rugezi, Kabanja, sehemu za Rulenge, lakini tulimrudisha kwa kasi kubwa sana na alipata pete kubwa sana, na alisikia ya kwamba kuna vijana ambao hawako vijana wa kawaida. Hapana bwana mtangazaji, yapata miaka 10 sasa tuko tunapigana na yule adui sehemu ile, ijapokuwa adui ameshaongezeka. Zamani tulikuwa tunapigana na Twirwaneho, Android pamoja na Red Tabara. Cette fois-ci imeshakuwa RDF, kwa sababu huko ile force special ya Rwanda, pamoja na hawa wengine wa M23 ambao wanakamatwa, lakini tuko imara na tulisimama imara na kazi ilifanyika, kwa sababu hatuna sehemu nyingine ya kwenda na hatuna wakati wa kusema kwamba tutaachia adui njia aende wapi ili atupeleke wapi na ili tuende wapi. Kwa hiyo tulisema kwamba msimamo ule ni kupigania nchi yetu mpaka kieleweke. Bwana mtangazaji, kuhusu swala la kamanda General Ngoma Nzito ambaye mzalendo ya kwamba mfariki, hiyo ni uzushi mtupu tu. Hizo ni mbele za adui. Nitakukumbusha ya kwamba hata vile vile waliwahi kutangaza kwamba mzee coordinateur mzee William ya Kutumba na yeye pia amefariki, lakini yuko hai. Wengi walisema kwamba tujaona video yake, na wazo jujuzi hapo waliona video wakati alikuwa kwenye operation ya kutoa makamba kwenye barabara ya RN5. Na vile vile kiongozi Ngoma Nzito yuko hai, yuko kwenye uwanja wa mapambano huko juu akitetea nchi yake na hana woga wowote na hababaiki. Na fikiri ya kwamba video pia umeziona, yupo Kabanja na anaendelea kuimarika tena na imarika zaidi, kwa sababu ni muda mrefu anazoea hiyo mambo ya propaganda ya adui kusema kwamba amekufa, ili kutaka kupoteza equilibre ya mashabiki au raia ambao wana ile tumaini ya kwamba sisi wazalendo tunafanya kazi. Bwana mtangazaji, kwa hiyo niwaambie ya kwamba yupo imara na yupo ngangari, yupo kwenye kazi ya kutetea nchi yetu. Bwana mtangazaji, hakuna wakati wowote adui ashawahi kuzidi nguvu wenye nchi, watoto wenye nchi, hapana, kwa sababu hata mababu zetu huwa wanafufuka na wanatusaidia kwa kupambana vita. Bwana mtangazaji, hata mama zetu huwa wanasimama na kutusaidia kupambana vita. Bwana mtangazaji, ni kweli adui iko naongeza nguvu, iko naendelea kujiforce kutoka Kaziba, anapitia Rugambo, anakuja moja kwa moja Ruga, anakuja hadi Kashongo, na wengine wanavuka Muramvya, na wengine wanakuja Mikenge, vile vile wanaingia mpaka Minembwe, na kila siku mbele iko natoa mara 3 Minembwe, kitoka Kavumu ikileta vifaa ikileta nini, lakini hatubabaiki na hatuna oga wa nyakati, kwa sababu tuna nguvu ambazo
pambana na yule adui, maana adui tunajua ya kwamba hii siyo nchi yake, ni adui mvamizi, na sisi watoto wa nchi hatutatoka na hatutaenda sehemu yoyote, tuko nayo bega kwa bega. Bwana mtangazaji, nitaambia diaspora wetu ya kwamba waimarike, wajipe moyo, wajisikie ya kwamba wana vijana ambao wanafanya kazi, na wajisikie nguvu pia, kwa sababu adui yeye yupo mwingi lakini hana nguvu, na wanaokupa nguvu ni wale watretre, na wengine watretre wako kwenye diaspora wanaendelea nao kuwapa adui nguvu, lakini tuwaambie kwamba wazidi kuwa nyuma yetu sisi wazalendo na jeshi letu la FARDC, kwa sababu ndani ya FARDC kuna wanajeshi ambao ni wapatrioti ambao wako wanafanya kazi vilivyo. Tuko na unité spéciale ya Ibu Serpanoir, wale ni vijana machachari ambao wanafanya kazi kama ilivyo, na sisi kama vile wazalendo bado tupo na tupo imara. Kwa hiyo wakati tunapoambatana na ile unité spéciale ya Ibu, tunafanya kazi kama ilivyo. Niwaambie ya kwamba wazidi kupambana nao na diplomasi, na wazidi kumuona hata rais wetu wa nchi kumuonyesha mambo kadhaa wa kadhaa, labda kunakuwa mapungufu fulani kwenye champ de bataille, lakini wao ndio kazi yao sasa kufanya diplomasi. Sisi huku tunapambana, nao wanafanya diplomasi. Na diaspora tunaiambia ya kwamba bado huku tuna vijana, na wakati tutasikia tunazidiwa, tutawaomba rafuru, kwa sababu nini, diaspora ni akiba yetu ambayo na Mungu nitakuja kupigana badala yetu. Bwana mtangazaji, mpenzi mtazamaji wa Kwetu News 24, na kusalimu kwa mara nyingine tena kwa wewe ambaye unaendelea kutufuata hapa Kwetu News 24. Tunawashukuru sana kwa upendo wenu na uaminifu wenu. Ninyi ndio nguzo yetu, na kazi hii yote tunaifanya kwa ajili yenu, ili tuendelee kuwaletea habari za ukweli kwa wakati na zenye muonekano wa juu zaidi. Leo tunakuja kwenu kama familia. Kwetu News 24 inapitia changamoto ya uhaba wa vifaa vya kazi ili kusimama vizuri zaidi. Ndio maana leo tunawaomba mshike mkono chombo chenu. Mchango wako wowote, uwe wa fedha au kifaa cha kazi, utakuwa na maana kubwa sana kwetu. Hakuna kidogo mbele ya nia njema. Ili kutusaidia au kutoa mchango wako, tafadhali angalia namba zetu zilizowekwa hapo chini ya video hii na uwasiliane nasi. Asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kuibeba Kwetu News 24 moyoni ya nchi. Asante sana msikilizaji wa Kwetu News 24 kuweza kuambatana nasi mwanzo hadi tamati. Ulikuwa katika uchambuzi wa masuala ya kisiasa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Kwa heri kwa sasa, usikose kusubscribe, kushare na kucomment, lakini pia kulike ili utupe nguvu kwa kile tunachokifanya kila kuchako leo. Bye bye.